Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kuhisi unaingia kwenye mtego mbaya. Kumkuta mtu katika hali ya kuumwa. Kusafiri. Kujirudi kwa mtu kwa kuhitaji amani. Mtu atasimama kwenye nafasi yake vizuri, iwe kwenye jambo lolote. Utapewa nafasi ya ukubwa. Kuwaunganisha watu kwa upendo. Kutamani ndoa kwa baadhi yenu. Kukubali kitu kwa unyonge. Kuyakumbuka maneno ya mtu yanayoishi ndani ya moyo wako kwa hisia kali. Nyota ya mbuzi. Mtu kuhitaji amani na wewe. Moyo wako kutoridhia kitu fulani. Utafanya jambo kwa udogo ila litaonekana kwa ukubwa. Utayajua mabadiliko ya mtu kutokana na pesa. Ukali wa mtu kupungua. Utajihisi uhuru baada ya kuachiwa kitu mwenyewe. Utaongozana na watu wengi kwenye jambo muhimu. Utashirikiana na mtu kwa jambo la pesa. Utayaelezea mauzi ya mtu. Kumaliza mkopo mdogo. Nyota ya mashuke. Kutarajia kumfanyia mtu kitu kwa kushtukiza. Hali ya upendo moyoni mwako itajionesha wazi. Kufikiria kitu ulichokikosa au kutohudhuria sehemu. Kuhitaji kumwelezea mtu kila kitu kwa jambo fulani. Utahitaji kubadilika na kuwa mpya wa matendo na vinginevyo. Nyota ya mizani. Kugombaniwa katika mapenzi ya watu wawili tofauti wenye malengo na wewe. Utamfikiria mtu mara kwa mara. Kumwandikia ujumbe mtu kwa jinsi unavyojihisi. Kuichoka kazi unayoifanya. Kwa baadhi yenu mtakuwa wenye kuteswa na jambo moyoni mwenu. Nyota ya mapacha. Mtu atahitaji umshauri. Utafanya makosa kumwamini mtu tena. Kujitahidi au kupambana sana kwenye jambo lako. Mtu atakufikia ghafla. Mwenye nyota ya simba anakupenda kwa dhati. Nyota ya ndoo. Utashughulikia jambo la mtu kama la kwako. Kifua kuwa kizito. Kutotaka kuwa na mzigo wa mawazo. Maswali ya mtu yatakuwa ya kukuchunguza. Mtu kukuchangamkia tofauti na kawaida yake. Nyota ya kaa. Kufarijika kwa maneno yanayokupa nguvu. Kuna jambo litakuwa linasitishwa sana, kila likihitajika kufanyika. Utaumizwa moyo wako na mtu umpendaye. Kupata mashaka ya kula kitu. Utakuwa mbishi au mwenye kubisha jambo. Kufika sehemu na kurudia njiani. Umeepushwa na jambo baya. Mtu kupatwa na mshangao baada ya kukuona. Nyota ya samaki. Kugombana na mtu. Kosa kuelekezewa kwako. Mtu atakujibu kwa hasira. Kuvunjiwa au kuharibiwa kitu. Mtu atashirikiana na wewe vizuri. Kupatiwa ufumbuzi wa kitu. Kuhitajika kutoa pesa kwa watu wawili tofauti baada ya kuombwa au kwa jambo fulani. Kuna aina ya kiumbe atakuwa anakuja sana sehemu au kumuona mara kwa mara. Anakupa ishara kuzingatia jambo. Kuugulia maumivu. Nyota ya nge. Mtu anajaribu kukufanyia utengano na mtu. Utafanikiwa kuonana na mtu uliyetaka kumuona. Siku ya leo utahitajika kuweka mambo sawa, ili kuondoa kifundo moyoni mwako. Baraka zako kuzizuia mwenyewe, kwa kuruhusu jambo litendeke. Kuna sauti inayotaka uache kitu mara moja, kwani hakina faida zaidi ya hasara. Moyo wako umekuwa mzito kwa sababu mawazo yako yana kiini cha tatizo, kinachohitaji kufumbuliwa kwa haraka. Mtu atahitaji kukupatia pesa. Nge, punguza malalamiko. Nyota ya simba. Moyo wako unakupa ujasiri wa kutenda. Kupatiwa karatasi utakayohitajika uweke saini yako. Adui yako atakuwa mwema kwa wakati huu. Kuna jambo utakuwa unalificha sana mtu asilijue. Utakinaishwa na kitu. Nyota ya mshale. Mtu atahitaji umfanyie kitu kizuri. Kuna mtu anajirudi kwako kwa aibu.
Utababaika kutoa jibu. Kusema jambo ambalo huna uhakika nalo. Kuna mtu utamkela sana kwa kauli yako. Utakuwa na mwelekeo mzuri wa kazi. Utaelewana na mtu au kurekebisha jambo kwa mtu. Nyota ya punda. Kuachana na mtu baada ya kuvumiliana naye sana. Kumpuuzia mtu anayependa kulalamika. Kukabidhiwa kitu, iwe ndotoni au kawaida. Kuna jambo zuri litakufikia. Kuna mwanga mzuri wa mafanikio na kusubiri. Utafanya kitu cha kishujaa. Kuamua kuwa mtu mwingine kabisa. Mawazo yako makubwa yanajenga muonekano wa kweli. Punda, unaepushwa na hali ya uchafu wowote. Hivyo usikaribie chochote kibaya chenye kukuchafua na kukuaibisha. Epuka zinaa na ushirikina wa matendo yoyote. Kuna zawadi inahitaji kukufikia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.